Asante DJ. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Hii leo ni sikukuu ya wanawake. Jamani, hata mjatolewa leo. Kwa nini? Shida ni nini? Basi tutawatoa sisi, si ndio? Basi tumsifu Yesu Kristo. Basi naona watachelewa kidogo, lakini si tuendelee, si ndio? Basi nichukue nafasi hii kumkaribisha Katekista Charles tufungulie kwa sala. Baada ya hapo basi tutaingia kwenye zoezi la utambulisho. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu Katekista. Baada ya kumkazia macho akaenda naye. Baada ya kuenda naye akaishi naye. Baada ya kuishi naye kwisha. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nipende kujitambulisha. Naitwa Frateri Christopher Nyaboke Marwa, mwanashirika wa Neno la Mungu SVD. Mimi ni missionary. Natoka katika diocese ya Homa Bay kule Kenya. Baada ya masomo yangu kule Kongo miaka 5,
nilipata barua ya kuja kufanya kazi yangu ya utume, mwaka wangu wa kitume ama wa kichungaji katika parokia yetu ya Tokeo la Bwana. Kwa hivyo baada ya kufika Tokeo la Bwana nikapatiwa majukumu mbalimbali na baba paroko. Na mojawapo ya jukumu kuu ambalo nililopewa ni kuwa mlezi wa vijana. Kwa hivyo mimi ni mlezi wa vijana wa Tokeo la Bwana, na kama ilivyo tuseme desturi, mama baada ya kujifungua wanasema kwamba kuzaa sio kazi, bali kazi ni kufanya nini? Ni kulea. Ndio maana tukasema kwamba tuwatembelee watoto ambao tuliowazaa. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu tumefika siku hii ya leo hapa, na tunatumai kwamba Roho Mtakatifu atatuongoza katika shughuli zote ambazo tutafanya siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana. Mimi naitwa Devota Songai au Mama Derek. Ni mama, ni mke na mama wa mtoto mmoja. Ni mlezi, ni mweka hazina wa Kigango. Karibuni sana, karibuni sana. Tumefurahi kuwa pamoja na nyie. Nilikuwa na mchallenge frateri. Nikamwambia mimi na vijana, lakini sisi soon tutakwenda kwa parokia. Na nafikiri sisi pamoja na nyie mko mmetoka parokiani, lakini tuna challenge bado tuko vizuri. Yaani tuko vikao, nikamwambia njoo, tunataka tupate motisha kutoka kwenu na tujifunze vitu vingine, lakini vijana wa Kigango wako vizuri. Karibuni. Mengi waulize mimi ni nani. Ningetaka kwanza nijitambulishe ili mje ni nani anayeongea hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa majina naitwa Katekista Baraka, na niko hapa si kama katekista tu, bali kwa niaba ya katibu wa vijana Kigango cha Mtakatifu Luka Mateves, na mimi ndo nitakuwa kama msemaji wa vijana kwa upande wetu na kuwatambulisheni kwamba hawa ni wakina nani anaingia. Kwa hiyo jambo lolote nitakuwa nawajulisha mimi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa msio na mashaka, si ndio? Ila sidhani kama tumsifu Yesu Kristo unatakiwa wewe kanisani tu. Inatakiwa uringe. Sawa? Lakini tukikutana na Muislamu akatuambia asalamu alaykum. Wa alaykum assalam taala barakatuh. Tunaitikia yote hadi nini? Hadi mwisho. Kwa nini? Tunashindwa kuitetea imani yetu. Amekusalimia asalamu alaykum, naitikia, na unamwambia tumsifu Yesu Kristo. Na unaitikia kabisa vizuri kabisa. Sawa? Kwa hiyo mimi ni waasi jamani. Tunapopata nafasi tusimame. Tucheze. Baba cheza hicho. Usiingie kwanza. Sawa? Kuna watu wachezi. Aya 5 hadi 6. Aliyepata tusomee tafadhali. Waraka wa kwanza wa Mtume Yohani kwa watu wote, ile sura ya 5 aya 5 hadi ya 6. Amina. Mwenye kushinda ulimwengu ni
duniani isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, Yesu Kristo, si katika maji tu, bali katika maji na katika damu. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Sisi ni vijana na tumekutanika hapa siku hii ya leo. Na nimekumbuka hili kwa maneno ambayo mfano Frati ameutoa hapa kwamba sisi kama vijana tusipomwamini Kristo kwamba ni mwana wa Mungu, bado ujana wetu ni bure. Tumsifu Yesu Kristo. Na ninakumbuka ya kwamba vijana wengi kweli tunaweza tukawa tunakutana namna hii, lakini ukajiaminisha kwamba unamwamini Mungu au unamwamini Kristo, lakini la, pengine namna yako ya kumwamini Kristo haiendani na kila ambacho Mungu anakitaka. Tumsifu Yesu Kristo. Je, ni kwa namna gani unasoma neno la Mungu ili uweze kumwamini huyu Kristo? Ni kwa namna gani unajiweka karibu na sala ili umwamini huyu Kristo? Na nikakumbuka mara nyingi vijana tunalisahau hilo kwa sababu ya shughuli tulizokuwa nazo. Hata mara nyingi mikutano kama hii pengine tunapokutanika inakuwa ni changamoto, na mara nyingi tunakuwa na visingizio vingi kwamba kuna shughuli zimetubana ili tusikutane hata kusali na kusoma neno la Mungu pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana nakumbuka mfano mmoja wa baba mmoja aliuza nyumba yake. Na nyumba yake akaiuzwa kwa bei rahisi. Na yule aliyenunua ile nyumba kwa sababu aliuza kwa bei rahisi, akaamua kumpa masharti kwamba hii nyumba nakuuzia kwa bei rahisi, lakini katika nyumba hii kuna kitu ambacho sitaki ukiguze, kitakuwa ni mali yangu. Kwenye ile nyumba ukutani kuna msumari, sitting room, kuna msumari ulikuwa umepigiliwa pale. Akasema nyumba hii nimekuuzia kila kitu, lakini huu msumari huu ni wa kwangu, kwa hiyo usiuguse, nitahusiana nao. Hasa jamani, umeuziwa nyumba kwa bei rahisi, ukaambiwa kama msumari usikaguse, kuna shida gani? Si hamna shida. Basi wakakubaliana, mzee akaishi katika nyumba yake. Basi yule aliyeuza nyumba akamtembelea siku. Amefika pale, jamani hapa mnaendeleaje? Wanaendelea vizuri. Basi akaja na koti lake chafu akalitundika pale na akaondoka. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbuka ni sitting room, na wageni wanapokuja wanashukia wapi? Ndio wanapokaa pale. Akaacha ile koti. Kwa nini? Yule aliyenunua ile nyumba alikuwa hana mamlaka ya kumwambia ondoa ile koti chafu hapa, kwa sababu makubaliano msumari ni wa nani? Ni wa kwake. Amekaa siku zikaenda, akaja siku nyingine akachukua ile koti, akaja na ngozi ya mbuzi na akaiweka pale kwenye ile msumari. Na yule mzee asisubutu kumwambia toa ngozi hapa, inanuka, akaiacha pale. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndivyo ninavyokumbuka katika maisha yetu. Halikadhalika pia tunaona maisha ni marahisi na ni mazuri, na tunajiaminisha kwamba tunamtumikia Mungu, lakini kumbe wakati mwingine tunakamsumari katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Yawezekana pengine ni shughuli zako unazozifanya zinakuzuia kumtumikia Mungu. Hako ni kamsumari. Tumsifu Yesu Kristo. Hako ni kamsumari. Yawezekana pia ni mfanyabiashara. Frate alizungumza hapa akasema kwamba kuna madaktari, kuna wafanyabiashara, watu wenye shughuli mbalimbali. Kama tunakubali shughuli zetu tunazozifanya kama vijana zinachukua muda wetu mwingi zaidi ya kumtumikia Mungu, jua hiyo shughuli yako imekuwa ni nini? Ni kamsumari katika maisha yako. Lazima tuweze kufanya mabadiliko ya ndani kama vijana ili tuweze kumtumikia Mungu na kumwamini Mungu. Lazima kuna muda wa kuacha shughuli zetu na kumpa Mungu muda zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Ni maneno machache ambayo nimeyakumbuka wakati Frate anatoa mfano wa huyu mzee aliyefariki na akaamua kuachia urithi vijana wake. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa kufikia hapo ni mkaribishe mwenyekiti wetu, kama pia atakuwa na machache ya kusema au atakuwa na jambo la kusema basi aweze kusema. Karibu mwenyekiti.